ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tunaendelea na darasa yetu ya fikihi ambayo tunaendelea nayo katika msikiti wetu huu wa Manyema, tukiwa tumefika katika fasulu inayoeleza tahillu taharatu min kulli ina'i tahirin illa dhahaba wal fidda. Ni halali kujitwahirisha, tahillu tahara ni halali kujitwahirisha min kulli ina'in, na maji yoyote, na maji yaliyomo kwenye chombo chochote tahara. Ni halali kujitwahirisha na maji yaliyomo kwenye chombo chochote tahara. Tahillu tahara ni halali kujitwahirisha min kulli ina'i tahirin, na maji yaliyomo kwenye chombo chochote tahara, illa dhahaba wal fidda, isipokuwa chombo cha dhahabu na chombo cha fedha. Isipokuwa chombo cha dhahabu na chombo cha fedha, hiko sio halali. Walmatulia, na chombo kilichopakaliwa, biahadihima, kwa kimojawapo. Chombo ni aina nyingine, lakini kikawa kimepakaliwa rangi ya dhahabu au rangi, yani ile dhahabu ikayeyushwa, au fedha vikayeyushwa bihaithu, pale ambapo yatahasalu, kunapatikana minhu, kwa sababu ya huko kupakaliwa, shay'un binari, kitu kwa sababu ya kudaro katika moto. Kwa hiyo chombo ni material mingine, lakini sasa kikawa chombo kama kile kimepakaliwa rangi ya dhahabu, kimepakaliwa dhahabu au fedha. Kwa kama ukiweka katika moto kile chombo, basi ile itayeyuka. Basi chombo kama hicho, manake dhahabu itayeyuka, fedha nayo itayeyuka, basi chombo kama hicho haitofaa kukitumia kujitwahirishia na mambo mengine. Asema fayarumu, ni haramu istimaluhu, kutumia, ala rijali, kwa wanaume, wa nisai, na kwa wanawake, kutumia chombo cha dhahabu, chombo cha fedha. Ni haramu kutumia kwa wanaume na kwa wanawake, fi taharati, katika kujitwahirishia, wal akili, na kwa ajili ya kula, wa shurbi, na kwa ajili ya kunywea, kulia na kunywea. Ukatumia kwa ajili ya kulia chakula, ukatumia kwa ajili ya kunywea maji, chombo cha dhahabu na chombo cha fedha, na chombo ambacho kimepakaliwa, kimepuliziwa ile rangi ya fedha au yani dhahabu au nani, imeyeyushwa afu ikapakaliwa chombo kingine, basi itakuwa haifai. Wa ghairu dhalika, na mengine yasiokuwa hayo katika matumizi. Wakadha, na hal kadhalika, iktinauhu, kukifua, yani kukitengeneza chombo cha dhahabu. Maana yake ukishakuwa umekitengeneza, maana yake unakiandaa kuja kukitumia. Kwa hiyo hata kule kukitengeneza pia sheria inasema ni haramu, haifai. Anasema wakadha iktinauhu, na hal kadhalika, kukitengeneza chombo kama hicho, bila istimali, bila kukitumia, basi inakuwa ni haramu. Hatta almilu, hadi almil. Mili wanasema ni kipepa vumba, ni kile kidawa cha ni kile kikalamu kile.
ndio inaitwa mill. Zamani maana walikuwa wanatumia kidude kama kikalamu hivi, afa anachovya kwenye nani kule, ndo anaandikiana, chovya kwenye mkebe ule. Kwa mfano wa hicho, minal fidda, cha fedha, wal mudhabbabu bidhahabi, na chombo kilichotiwa kiraka bidhahabi, kwa dhahabu. Haramu mutlaka, ni haramu kwa hali yoyote. Haramu mutlaka ni haramu kwa hali yoyote. Nini yani haramu mutlaka kwa hali yoyote? Manake kiwe kiraka ni kikubwa, kiwe kiraka ni kidogo, iwe ni kwa ajili ya haja, iwe ni kwa ajili ya pambo, ndo maana ya mutlaka. Chombo ni madini mengine, kikao kimetoboka mahali. Baada ya kutoboka ile sehemu, kachukua dhahabu kuwekea kiraka pale. Kwenye nini? Kwenye ile sehemu iliyotoboka. Haifai. Ni haramu, haifai. Wakila, na kila nyingine nasema kalfidha, maana yake uharamu wake unakuwa ni kama uharamu wa fedha. Uharamu wa fedha ukoje? Asema wa bil fidha, na uharamu wa fedha, in kanat kabira, ikiwa kile kiraka kabira tani kikubwa, lizina, kwa ajili ya mapambo tu, fahia haramu, basi kitakuwa ni nini? Chombo hicho kitakuwa ni haramu. Au saghirata lilhaja, au kiraka kikawa ni kidogo lakini kwa ajili ya haja, asema hala, itakuwa ni halali. Au saghirata lizina, au kiraka kikawa ni kidogo lakini kwa ajili ya mapambo tu. Au kabirata lilhaja, au kiraka kikawa ni kikubwa kwa ajili ya haja. Kuriha, ni makruhu. Kuriha ni makruhu. Walam yahrum, anasema na wala si haramu. Wa maana tadhbibi, na maana ya kutia kiraka, ni ayan kasira mawdhi'u minhu, ni kuvunjika sehemu minhu, ya chombo hicho. Fayuj'alu, fayuj'alu mawdhi'al kasri fidda. Sasa mbona unaweza kuhoji, mbona fidda ni muannath alafu fayuj'alu mbona imeletwa kwa mudhakar? Maana kuna haijawa ni muttasil, kama ile hadhara ummahu lailata maulidihi asiyatu, si ndivyo? Kwa nini hajasema hadharat ummahu lailata maulidihi asiyatu? Kwa nini hadhara? Kwa sababu tayari pamepatikana fasil vale. Ingeungana moja kwa moja ndo hapo ingekuwa lazima, lakini kwa kuwa kumepatikana tena maneno, imeingia jumla tumutalva hapa, kuna maneno yameingia katikati hapa, ndo maana ikaruhusu kuwa hivyo. Kwa hiyo fayujalu ayan kasra mawdhi'u minhu, ni kuvunjika sehemu minhu, ya chombo hicho. Fayujal, alafu pakawekwa mawdhi'al kasri, sehemu iliyovunjika. Fiddatun, pakawekwa fidda. Tumsikuhu, ambayo wewe unaizuia sehemu hiyo, biha, kwa sababu ya fedha hiyo. Fayujala, pakawekwa mawdhi'al kasri, ile sehemu iliyovunjika. Fiddatun, pakawekwa fidda. Tumsikuhu, ambayo wewe unaizuia sehemu hiyo iliyovunjika, biha, kwa sababu ya fedha hiyo, ndo maana yake. Watukurahu, ni makruhu, awani al-kufari, kutumia vyombo vya makafiri bila kuviosha. Ni makruhu. Watukurahu awani al-kufari, ni makruhu kutumia vyombo vya makafiri. Wa thiyabuhum, na nguo zao bila kuziosha. Umechukua nguo kutoka kwa kafiri, basi ni makruhu kuivaa vile vile, inatakiwa mpaka uioshe, ni mpaka
uioshe. Chombo hivyo hivyo ni mpaka ukioshe ndo umakuruhu utoke kwenye kukitumia chombo kama hicho au nguo hiyo. Wayubagu, na uhalalishwa al-inau, uhalalishwa vyombo min kulli jawharin, vya kila jauhari nafisi nzuri. Uhalalishwa vyombo vya kila jauhari nafisi, jauhari nzuri, manake vyombo vingine visivyokuwa fedha na dhahabu, vyombo vingine kama madini yakatumika, almasi, sui tanzanite, sui vitu gani, sui nini, haya mengine ama kwamba si dhahabu na fedha. Chombo kingine kikatengenezwa kwa kutumia labda hiyo tanzanite, au kikatumia labda nini huko, sui nini, madini mengine tofauti na fedha na dhahabu, unaruhusiwa kutumia, wala hakuna uhalali. Eti wala hakuna uharamu, ni ruksa kutumia, wala hakuna uharamu. Yeye anasema yakut, kama vile yakut, wa zumurrudi, na zumurrudi ni katika aina ya madini hayo, kwa hiyo unaruhusiwa sheria. Lakini chombo cha dhahabu, chombo cha fedha, hivi ni haramu kutumia, kujitahirishia, kutumia kwa ajili ya kula, kutumia kwa ajili ya kunywa. Chombo kama hicho ni haramu kukitumia. Inshallah tutakomea hapa kwa siku hii ya leo. Tutaendelea na darasa yetu katika masiku mengine yanayoendelea. Kwa hapa, wal afwa minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.